Je, unataka kuuza ama kununua vitu used na vipya vya majumbani na maofisini kwa mahitaji ya kuuza au kununua bidhaa mbalimbali za majumbani, za ndani na maofisini? Bidhaa za kielektroniki kama vile TV, radio, friji, freezer, sofa, vitanda, magodoro na vingine vingi wapo kwa ajili yako. Lakini pia wanatengeneza furniture za majumbani na maofisini kwa order ama kwa kulipia cash. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, Ubungo. Uza na nunua nami. Yes, bwana, uhali gani mwana michezo? Karibu tuzungumze mengi mazuri ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni hili ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii likihusisha sakata la dabi. Sintofahamu ya dabi bado inaendelea kushika hatamu, na muda mfupi uliopita Simba Sports wametoa barua ambayo wamejibiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambapo acha nikusomee hapa taarifa kwa umma, then tutazungumza na David Pasco tuichambue hii taarifa kwa umma ya Simba tujue inasemaje. Taarifa inasema hivi kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu tarehe 14 Juni 2025. Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Wizara imepokea barua yako yenye kumbukumbu namba Simba Sports mkato WUSM mkato 09/06/2025 ya tarehe 9 Juni 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba Sports tarehe 14 Juni 2025. Pala nyingine nasema kwa muktadha huo tunafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vingine vyote vilivyopo chini ya wizara bila ya kukwamisha kwa namna yoyote matumizi ya viwanja hivyo. Aidha, mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo huratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Sio saini hapo na Boniface Tamba. Huyu ni ni mkurugenzi huyu, katibu mkuu. Bwana afisa habari mtendaji bodi ya ligi mtaa wa Uhuru Ilala. Bwana David Pasco. Boniface Tamba yeye amechukua nafasi ambayo alikuwa nayo Ali Mayai Tembele. Ali alikuwa na kaimu nafasi ile ya mkurugenzi wa maendeleo ya michezo. Sasa bwana Boniface Tamba ndio amechukua hiyo nafasi na hiyo ni saini yake. Ukiona hiyo saini yake it means kwamba ni kweli Simba ameomba kunako wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ya Juni 15 siku ya Jumapili. Kwa hiyo mazoezi hayo ya mwisho ni kesho. Kwa mazoezi yanapaswa kufanyika saa 11. Mageti yatakuwa yako wazi ili Simba kuingia kwenda kufanya mazoezi hiyo siku ya kesho, kwa sababu ni siku moja kabla ya mechi na mgeni anaruhusiwa kikanuni kanuni ya 15 kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, muda ule ambao mechi utachezwa. Sasa kisanga na songo mbingo kipo hivi kwamba Simba ameenda kuomba uwanja wakati bodi ya ligi wao wakiwa bado hawajaweka taarifa kuhusiana na pre-match meeting pamoja na press conference ambayo huwa inafanyika siku moja kabla ya mechi, kwa sababu tunafahamu press conference huwa ni siku ya Jumamosi kwa maana kesho, lakini pia pre-match meeting ni kesho pia, ambapo hapo kwenye pre-match meeting ndio kwenye hiyo para ya 4. Simba kwenda kuomba uwanja sio kitu kibaya, it's well and good, kwa sababu kwenda kuomba uwanja wizarani ili kuhakikisha unakidhi matakwa ya kikanuni ni kitu ambacho ni cha muhimu zaidi, kwa sababu Simba hapo wanalinda kanuni ili wakambane bodi ya ligi. Hapo sijui unanipata vizuri ndugu yangu Jones. Simba wanalinda matakwa ya kanuni ya kikanuni kwamba lazima
timu ngeni ifanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Sasa timu mwenyeji mpaka sasa hajatangaza uwanja wa mechi na wala haikutangaza viingilio, na mpaka sasa hawajaweka bayana kwa mashabiki wao kama mechi ipo. Wao wamekazia msimamo wao kwamba hakutakuwepo na mechi na mechi haitachezwa. Lakini pia bodi ya ligi jana wao walitoa taarifa kupitia afisa habari wake akizungumza akisema kuna taarifa muhimu ambayo ataitoa kuelekea dabi ya Kariakoo. Na hiyo taarifa nyeti walisema muda wote kutoka sasa watatoa taarifa, lakini hawakutoa taarifa. Sasa na connect dot Simba ameona viashiria kwamba ile mechi inaweza ikasogezwa tarehe, yani mechi haitapigwa tarehe 15. Mnyama ameshaona. Sababu tayari kuna mawasiliano ya chini chini kama ambavyo Mzafu Kunyuku mimi nimeotea taarifa zangu. Kwamba tayari bodi ya ligi wanawaomba Simba kwamba hiyo mechi isogezwe hadi tarehe 24. Zamani kwamba hiyo mechi ipelekwe kuwa mechi ya mwisho. Kama kuna wiki 3 kuendea dabi, zitachezwa mechi 2 za kumaliza, alafu hiyo ndio itakuwa kama mechi ya finali ambapo kombe litakuwepo pia pale uwanjani. Sasa Mnyama anakabia juu taarifa za bodi ya ligi. Hiyo jana mara baada ya kupata hivyo viashiria kwamba mechi haitakuwepo, Mnyama akaja na taarifa kwa umma kwamba para yao ya pili nasema kama taarifa yote itakayotoka kwamba mechi kuhusiana na mechi ya tarehe 15 kwamba hakutakuwepo na mechi, hiyo taarifa ni batili. Na sisi kama Simba Sports Club hatutakuwa tayari kucheza mchezo wote tofauti na huo wa Juni 15. Sasa baada ya hapo Simba ameomba uwanja kwamba tunaomba uwanja Benjamin Mkapa tukafanye mazoezi yetu ya mwisho kukidhi matakwa yetu ya kikanuni kuelekea mechi yetu ya Juni 15. Kupitia kwa Boniface Tamba ameruhusu uwanja ukatumike na amesema tutawapa wote ushirikiano wale ambao wanahitaji kwenda kufanya mazoezi na masuala mengine ya kucheza mchezo. Kija para ya 4 inamguide Simba hapo. Hii ya 4 Simba kwenda kuomba uwanja kufanya mazoezi zina big deal kwa sababu wanataka wakidhi matakwa yao ya kikanuni. Kanuni ya 15 kuingia uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, halafu kupeleka timu. Kinachosubiriwa hapo ni kitu kimoja tu kwamba mechi ipo haipo, hiyo swala la bodi ya ligi. Sasa para ya 4 hiyo, acha nikusomea. Hiyo para 4 nisomee vizuri, hiyo ndo para muhimu sana. Para ya 4 inasema aidha mkato mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mchezo ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo huratibiwa na kusimamiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Umeelewa? Nirudie. Nimeelewa kwamba Simba sanjari na wao kupewa uwanja kuruhusiwa kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hiyo kesho, wanaombwa kufuata taratibu zote zinazohusiana na mechi kupitia bodi ya ligi ambao wao ndio wasimamizi wakuu wa ligi, kwamba hapo sasa taratibu ambazo kupitia wizara inawakumbusha Simba kuhakikisha taratibu zote za bodi ya ligi kuhusiana na michezo wanazifuata. Taratibu ya kwanza ni pre-match meeting, ambapo pre-match meeting ndio mwongozo wenyewe wa mechi husika. Kwa sababu kwenye pre-match meeting pale kuna kuwepo na viongozi wote, kuna officials pale, kuna timu za pande mbili, Simba Yanga wanapaswa kuwa pale, lakini pia match commissioner anapaswa kuwa pale, general coordinator wa mchezo anapaswa kuwa pale, GS ndio wahusika wote wanapaswa kuwa pale. Na hapo ndipo inaleta ishara kwamba mechi ipo. Lakini pia lazima bodi ya ligi watangaze leo kwamba kesho kuna pre-match meeting, lakini pia lazima watangaze kuna press conference ambayo makocha huwa wanaongea pale kwamba kuelekea mechi wachezaji wa maandalizi yakoje, injuries wachezaji gani ambao watakosekana na nini, wanaelezea vipi, kwa maana makocha wa pande zote mbili, kwa upande wa Simba Fadu na captain wake Mohamed Hussein, lakini pia kwa upande wa Yanga Afrika hapo sasa ndio kocha wao Melody Hamdi na Dickson Job au na yoyote ambao wanapanga mara 4 mara 8 na vitu kama hizo. Kwa hiyo sasa yote hayo kama Simba hawatayafanya, ni kwamba mazoezi watakokuwa wameyafanya ni kazi bure. Sawa na bure. Yes. Hiyo kesho mazoezi watakokuwa wameyafanya ni sawa kazi bure, ingawa wizara wao wameshamaliza kazi yao. Wizara kazi waliomaliza ni kuruhusu Simba kwenda kufanya mazoezi. Hayo mengine wameachia ligi. Hayo mengine wangewaacha tu Simba wahangaike na bodi ya ligi. Wizara hawakupaswa kutoa hata huo muongozo. Kwa sababu huo muongozo Simba wanaufahamu.
Wao wanajua. Wao wameomba tu uwanja, waruhusu uwanja utumike kwa ajili ya mazoezi, wamewapa uwanja. Lakini kwenye swala la mambo mengine yote yanayohusiana na bodi ya ligi, si pre-match meeting, si press conference, Simba wanafahamu kwamba bodi wanaweza wakatoa taarifa kwa umma kwamba mechi ipo na pre-match meeting ipo, lakini lazima Simba kama Simba, kwa sababu wao wamekubali mechi wacheze tarehe 15, wawe aware kwamba uwanja wa mazoezi upo tayari, ili matakwa yao kikanuni baadaye yasije yakawapiga danadana tena kama ambavyo ilikuwa kwa Yanga, kwa sababu Yanga wamesema hawatacheza. Sasa kama Yanga hawatacheza, Simba watapeleka timu. Sasa what if kama bodi ya ligi leo hii mchana wakasema kesho kuna pre-match meeting, kesho kuna press conference, alafu Simba hawajajiandaa na uwanja wa mazoezi, kwa maana Simba wataenda kuforce tena kuingia kinguvu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa bila kutoa taarifa wizarani. Kwa Simba wamefanya kazi yao, wameomba uwanja ili lolote likitokea mbele ya safari watadili nalo papendikula. So mimi nawapongeza Simba, wameona mbali ili kuepukana na zahama ambao pengine inaweza kawakuta hapo baadaye. Sasa David, pengine labda utaratibu ambao wameutumia Simba Sports leo kuomba kwenye wizara na wizara kuwapa majibu, walitakiwa kuutumia Machi 8. Sasa kwa muktadha huu wanasema mjinga ni siku anasema usiku ya kwenda, lakini kurudi tayari ushakuwa mjanja. Sasa hii haikwepo. Haya mambo hayakwepo huko mwanzo, unajua. Hii songo mbingo huko mwanzo haikwepo. Sababu ukiangalia mechi ni ya Yanga. Yanga ni mwenyeji, si ndio? Na mechi tayari ilikuwa inafahamika, mechi ipo. Sijui unanielewa. Kwa maana tayari mwenyeji wa mchezo alishatangaza ule uwanja upo, ameshaukodi na uwanja ulikuwa tayari uko open kwa timu pinzani, kwa maana timu geni kwenda kufanya mazoezi ni kitu ambacho kilikuwa kinajulikana. Kwa kama ni kuomba uwanja, Yanga ndo walikwisha fanya hivyo Machi 8. Kwa maana Yanga tayari walishaukodi uwanja kwa gharama zao, na tayari wizara inafahamu kwamba Yanga lazima waje uwanjani kucheza pamoja na Simba, sio? Kwa Simba hakupaswa kuandika barua kwa sababu mwenyeji tayari alishafanya kila kitu. Sasa hivi Simba amefanya hivyo mara baada ya kuona Yanga hawahangaiki na hawajishughulishi na chochote kuhusiana na mchezo wenyewe. Kwa Simba anachokifanya sasa ni wao sasa kwenda beyond. Watasema kuna mechi, sisi tuko safe side. Kama kutakuwa hakuna mechi, sisi tutadili na bodi ya ligi. Kwa nini mechi hakuna? Ndio yale kwenye zile para zao mbili za barua yao jana, taarifa yao kwa umma kwamba itakuwa ni batili taarifa ya kubadilisha mchezo ama hatutacheza mchezo wote kama sio tarehe 15. So Simba wako sawa kwa sasa, lakini kwa ile tarehe 8 Simba hakuhusika. Lakini mara baada ya kuona danadana ni nyingi, mwenyeji asemi uwanja unatumika upi, mwenyeji inawezekana hata bado hajaenda kurecommend kuhitaji uwanja kwenda kulipia na mambo kama hayo. So mpaka sasa mimi naona Simba wako sawa katika ile ambalo wamelifanya. Sawa. Kuna kwenye taarifa yao ya Juni 12 ukiangalia mwisho kabisa walisisitiza para yao ya mwisho, anasema tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuijaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu. Simba wamejiandaa, wamejizatiti. Simba wamesema wanaita mashabiki na hawajasema wanaenda kucheza. Wamesema tunaingia. Hawana kabia juu kwamba tunaingia uwanjani, kwa maana wanauvamia uwanja mashabiki wao na nani, kwamba jamani tunaomba tujaze ule uwanja. Sisi Simba tutaingia uwanjani siku ya tarehe 15 na muda wamesema hapo washabiki wajaze uwanja. Kwa hiyo ni ishara tosha kwamba mnyama amejidhatiti, hata kuwa na option yoyote ya tarehe nyingine tofauti tarehe 15. Ndio maana sasa hivi anakabia juu, amewaacha bodi ya ligi. Yes, imeshindwa kukomana Yanga wakalipia uwanja, wakakodi uwanja. Yes, imeshindwa kukomana Yanga watangaze viingilio. Yes, imeshindwa kukomana Yanga wahakikishe mechi inachezwa. Sasa sisi tunawaonyesha ubaya ubwela. Sisi tunawaacheni ninyi muhangaike na Yanga Afrika na hiyo taarifa yenu nyeti. Unyeti wenu mnaohangaika nao, sisi hatuna shida na unyeti. Sisi tunaenda wizarani. Tunakuongea na wizara, tunataka uwanja wa mazoezi kuelekea dabi ya Kariakoo. Kwa sababu hakuna taarifa yoyote mpaka sasa inayosema dabi hakuna. Kwa hiyo mnyama yuko sawa. Mnyama ameona ni muda wake sahihi kwenda kuomba uwanja ili akafanye mazoezi yake, matakwa ya kanuni inavyotaka, kwa sababu dabi ipo pale. Sasa Yanga hataenda. Yanga ndio watahusishwa kwenye kanuni kukatwa ama vipi? Sasa kama bodi ya ligi leo watakuja na taarifa kwamba mechi hakuna, hiyo ndio pona Yanga Afrika, na hapo ndipo tutajua nguvu ya Simba sasa. Je, wao watakubali
watakubali kirahisi na wao watasema hatuchezi, na je wataonyesha msimamo wao kwamba hatuchezi? Hivyo ni vitu ambavyo tutavisubiria kuviona. So mpaka sasa Simba wako right side, lakini mwisho wa siku viongozi wa bodi ya ligi kwa kukosa msimamo mpaka sasa hivi wanaonekana wazi wamekosa nguvu, yani hawana meno. Sawa, wamekubali kusukumwa na Yanga wakakubali kusukumika. Wamekubali kusukumwa wakakubali kusukumika. Sasa kwa sababu wamekubali kusukumika, hawalikuwa wajui nguvu ya Simba, sababu Simba walikuwa wanaunga mkono. Simba walikuwa bungeni. Kila kitu kisema wako ndio. Tuwalime Yanga pointi 3, ndio. Tuwalime Yanga pointi 15, ndio. Tuwashushe Yanga daraja, ndio. Sasa hiyo ndio leo bodi ya ligi ya Yanga ameongea kauli yake moja. Ole wake atakayegusa pointi zetu. Hizi pointi 73 tumepata kwa jasho. Utajua nguvu ya wananchi. Bodi ya ligi akarudi nyuma. Hapa shughuli. Sasa Mnyama mara baada ya kuona Yanga amewazidi bodi ya ligi nguvu, Mnyama akaanza kuandika maandiko yake. Mara timu moja inawezaje kuwafanya bodi ya ligi wajiuzulu? Timu moja inawezaje kusema wao sijui ndio hawamtaki Mguto, sijui na nini? Baadaye wakaja na taarifa kwa umma juu, tuko tayari kwa ajili ya mechi, hakuta kuona mabadiliko yoyote. Kwa hiyo tuone msimamo wa Simba nao utakuwaje mara baada ya hii. Wakikubali kucheza tarehe nyingine ukiacha na hii, yani sasa hivi Simba sasa kucheza ile iliyopita. Hii Yanga acheze. Alafu Simba anaenda. Alafu bodi ya ligi utasema mechi itachezwa tarehe 24. Itakuwa ni ndio mechi ya mwisho ya pili ijayo sasa. Sasa tutaona hapo, je, kwenye hiyo inayofuata Simba Yanga ataenda, alafu Simba ataenda, alafu tunaona atakatwa point. Bodi ya ligi paka kufikia sasa, on my opinion, kama mzee Frijibovu, they not deserve to be there. They are not deserve to be there. Kiswahili hawastahili kuwa pale. Wewe ndio tafsiri, mimi sijataka kutafsiri na kata ukali, ila bodi ya ligi up to now they not deserve to be there. Totally. Yani hawastahili. Kwa sababu gani? Wameshayumbishwa wakakubali kuyumba. Wameshakanyaga kanuni tarehe 8 mpaka leo hawajawaambia watu kwa nini mechi haikuchezwa. Hawajatoa sababu zinazoeleweka. Tangu hapo tarehe 15 kesho wameshindwa kusimamia msimamo wao kama bodi ya ligi. Kama uwanja wa mechi mwenyeji wa mechi hajatangaza, bodi ya ligi inapaswa kutangaza uwanja. Bodi ya ligi inapaswa kutangaza viingilio. Bodi ana nguvu ya kuzungumza chochote, lakini bodi ya ligi amekaa kimya, ametishiwa amekaa kimya. Sasa kama bodi ya ligi inatishiwa na Yanga, what if Pamba siku nyingine amechanganyikiwa huko, kala zake shisha huko Pamba ashajinywa shisha, amekasirika, akasema bodi ya ligi, akahangaika na wewe bodi ya ligi perpendicular. Tabora huko ameshavurugu, amekula zake asali zimempanda kichwani, na yeye akasema bodi ya ligi kama hawana msimamo wataendeshwa na hivi vilabu, kila mmoja atakuwa anaonyesha makucha yake. They have to act pale. Yani pale sio mtu kuact. Zile kanuni ambazo wamejitengenezea wanapaswa kuzisimamia vizuri. Tarehe 15 walioipanga wao wenyewe hawakupaswa kuibemenda ile tarehe. Ile ni tarehe yao ambao wameipanga kwa kuzingatia misingi na taratibu. We have to go there kwenye mechi. Kama kuna timu italeta mechi, kanuni itaamua na sio mtu. Lakini watu wanataka zile sababu zilizopelekea mechi kuahirishwa tarehe mpaka leo zipo kimya. Hawakutoa hiyo sababu. Simba mara kwanza walikuwa wanataka sababu, baadaye wakakausha. Sasa hivi hawataki sababu, wanataka mechi. Wanataka mechi. Sasa Simba ameona kwanza ladha imepotea. Ladha ya dabi hakuna. Mpaka sasa haijulikani dabi itachezwa lini. Unawafundisha nini wachezaji wa kigeni? Wako hapa. Fadu Davis maskini ya Mungu aje kukutana na hizi chokochoko. Fadu Davis yuko pale. Juzi alikuwa anafanya interview, ingawa sasa hivi ameshaanza kuingia, ameshakuwa mzalamo. Akasema eti tunajua mambo yanaendelea behind the scene. Tunajua Yanga anafanya mazoezi behind the scene. We all know that what is going on. Tutacheza hiyo mechi, tumejiandaa kwa ajili ya mechi. Fadu anajua. Kwanza ile tukuzuiwa ili disappoint sana. Unazuiwaje kufanya mazoezi? Halafu leo yanatokea kutokea. So tumi bodi ya ligi kupitia kwa Mguto, kupitia kwa Kasongo, they have to resign. Yani kama itatokea tarehe 15 hakuta kuwepo na mechi. Mpaka sasa hivi kuna nyuzi joto zinazosoma. Nyuzi joto zinasoma 30 mpaka sasa hivi. Kwa dabi kutokuchezwa. Kwa dabi kupelekwa tarehe nyingine. Na tarehe nimeshakutajieni 24, tarehe ya mwisho itakuwa ndio mechi ya finali hiyo. Kama finali mwali ile pale. Sasa hapo atakuwa matakwa ya Yanga wameyapokea. Kwamba
Kuna watu pale lazima watangatuka, alafu watu watangatuka, alafu ndo dabi itachezwa. Sababu wanataka kulevel scoreboard. Kwamba itakula besela alafu itarudi afu. Baada hivi tumeongea mengi sana, tuache tusubiri taarifa kwa umma nyingine, maana hapa sina shaka tunaweza tukakaza sasa hivi hapo kasikia kimeumana. Leo Simba na haha, Yanga anakunywa zake mtori. Yaani hiyo nasema kucheka kupokezana ama kulia kupokezana. Yanga alilia Simba akawa anacheka. Yanga analia Simba akacheka. Sasa leo Simba na kutafuta haki yake haraka Yanga anachekea chooni. Anatulia. Bana ninayo za ndani bwana. Manara bwana. Tena. Anashtakiwa. Haujazisikia hizo? Nimesikia kashtakiwa. Manara bana kadakwa. Manara kadakwa kwenye tundu bovu. Tena. Manara kaandika sana maandiko, of course. Mimi nilikuwa naona afu nilikuwa nashtukaga mimi. Nilikuwa nashtuka. Manara anaandika sana. Manara nguvu anatoa wapi? Ile gitmas ya kusema rais wa TFF maneno kibao. Kamsema sana rais wa TFF. Mpira umemshinda, sio aondoke ajiuzulu na nini na maneno mengi. Mengi mno. Yasiokuwa na busara. Amemhusisha mambo mengi. Sasa anatakiwa akathibitishe kwa sababu pale amehusisha vitu vingi sana. Rushwa. Amehusisha masuala ya rushwa. Kuna harufu sio na nini? Ashahusisha sana hizo. Kwa hiyo sasa rais wa TFF sukari imepanda, amekasirika. Amechukia. Mara baada ya kusikia ameshinda kuvumilia. Na rais wa TFF unajua msimu mmoja ongea. Mara baada ya kusema akacheza sinema zao, hajawahi kuongea tena. Sasa leo kashafanya manuva, Manara amekamatwa, ameshikiliwa kituoni. Asubuhi saa 4 huko anahojiwa. Haji Sande Manara Bugatti anywea chai kituo cha polisi. Yaani magazeti yanavyotakiwa kuandika leo. Haji Sande Manara Bugatti anywea chai kituo cha polisi. Haji Manara anywea debe Oyster Bay. Yaani wajua ni nini? Rais wa TFF amemkamata. Twende ukathibitishe. Yaani hamna lolote ambacho Rais Karia anamtaka aje. Anataka thibitishe. Twende bwana ukathibitishe. Umesema sana. Nijiuzuru, nimefanya hiki. Haya, leta vithibitisho. Na hana Haji. Yaani katika vitu ambavyo Haji mimi na uhakika hana ni vithibitisho. Na naweza vipi kuthibitisha? Hana. Unaigusa mamlaka ya mpira. Amegusa mamlaka ya mpira kwamba rais wa TFF 1 2 3 4 5 amechochea. Yaani Haji alikuwa anachochea ghasia. Na kanuni, sheria hairuhusu mtu kufanya uchochezi. Uchochezi, yes. Hata sisi wachambuzi haturuhusiwi kufanya uchochezi. Watu na balance sometime, Tuna balance. Kuna muda tukipandisha sana tempa tunarudi. Bwana weledi wetu uko hapa. Sasa yule bwana Bugatti weledi ameutupa huko tangu amefungiwa na rais wa TFF. Ni kama mtu paka na panya, hawaelewani. Lakini ameona kwenye mpira kurudi kwake hakuna tena. Sasa amebidi kuanza kumchafua. Tena ana channel yake. Kwa hiyo sasa hivi anamsema tu wewe. Akiamka tu asubuhi amekasirishwa huko labda na Zailisa, akienda zake vup. Sasa hivi washaachana. Kipindi kile. Yaani akishakasirishwa Zailisa anaenda kumsema Karia. Mara Karia hivi na hivi Karia. Na hata hii hasia ya kusema hatuchezi Manara ndo alianzisha. Kama if you don't know. Hatuchezi. I remind you. I remind you. Waliposema Yanga hatuchezi, Yanga alisema kawaida. Haji Manara akaenda kwenye press conference yake moja, alikuwa anaenda kumshtaki Maimata Jesse. Maimata huko alivua nguo, alikuwa amevua nguo na Zailisa. Ndio ile alikana huko akaenda kudaiana mabilioni ya pesa. Nakumbuka. Sasa ile ya kuchafuana, wamepiga huko maneno kuhusiana na Maimata Jesse ikaibuka hilo. Manara akataka hilo swali, akaomba hilo swali kwa waandishi. Kuna kitu mjaniuliza nyie. Alipoulizwa tu kuhusiana na dabi akasema hatuchezi. Na yeye ndo akaanza kusimamia msimamo. Hatuchezi tena. Engineer Harris utaki kupeleka timu. Ukipeleka timu si nini? Maneno kibao. Sasa akaanza kumchokonoa rais wa TFF. Kumbe imeanzia pale. Hata yeye alikaa mjuzi kuzungumza, anachukua vitu huko anavipeleka kule. Kwa hiyo kama aliongeza neno ngo. Alienda kuongeza ngo. Haji alisema hatuchezi. Na mwisho wa siku leo amenaswa kwenye tundu bovu, chuma kiko polisi kinahojiwa. Na akibainika hana vithibitisho, ananyea debe.
Je, unataka kuuza ama kununua vitu used na vipya vya majumbani na maofisini kwa mahitaji ya kuuza au kununua bidhaa mbalimbali za majumbani, za ndani na maofisini, bidhaa za kielektroniki kama vile TV, radio, friji, freezer, sofa, vitanda, magodoro na vingine vingi, wapo kwa ajili yako. Lakini pia wanatengeneza furniture za majumbani na maofisini kwa order ama kwa kulipia cash. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, Ubungo. Uza na nunua nami.